majini, vibanda vya kinyamkera, maruhani, manuizi yote mabaya yaliyotamkwa mahali hapa, roho za kuzaa mapoza na kufa tunaziondosha kwa jina la Yesu aliye hai, kwa damu ya mwana kondoo. Sanamu zao na vinyago vyao, roho zote chafu walizopandikiza hapa, kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo, watu wa mji huu watafanikiwa kiroho, kinafsi na kimwili na kiuchumi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Watoto wao pia watastawi kwa jina la Yesu Kristo. Tunaondosha majini yao 99 yale majini 99 yaliyowekezwa katika eneo hili kwa jina la Yesu Kristo. Wafilipi 2:9-11, Luka 10:19. Tumepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge na kuzishinda kila nguvu za adui. Hivyo na kanyaga kila aina nyoka na nge kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, wala hakuna kitakacho tuzuru kwa mamlaka ya jina lake Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Kama walichinja kuku, kama walichinja mbuzi, kama walichinja mwanadamu, nyoka, kiumbe chochote, kenge, kwa jina la Yesu Kristo tunakuja na damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo aliye hai, kuokoa na kuponya, kwa Ufunuo 12:7-11, Ufunuo sura 12:7-11. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai tunaondosha makusudi yote mabaya, hila zote za walozi na waganga, roho za wachawi na majini, mapepo, vinyamkera 99 kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. We have got the name above all the name, and that's Jesus Christ. So we use that name to destroy every evil names in Jesus name. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya mwana kondoo, hawatafanya tena kafara zao wala madhabahu zao kufanya kitu mahali hapa, bali madhabahu ya mwana kondoo Yesu Kristo pekee ndio itakao tawala na kumiliki kwa jina la Yesu Kristo. Naja kwa kumbukumbu ya Torati 18:9-14 kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Saa hii neno la Mungu liko hai. Waebrania 4:12 katika jina la Yesu, katika utiisho wa Bwana Yesu Kristo na mamlaka yake, Yesu Kristo aliye hai, ambalo umesema katika kumbukumbu la Torati 18 sura 9-14. Leo nami nalisoma kama ilivyoandikwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, umekwisha kuingia, sijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanao, asionekane mtu ampitishaye mwanae, mtoto wa kiume katika moto, au binti yake mtoto wa kike katika moto. Wala asionekane mtu anayetazama bao, wala asionekane mtu anayepiga ramli au kutazama bao, wala asionekane mtu anayetazama nyakati mbaya, wala mtu anayetazama nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala mwenye kubashiri, wala mwenye kusihiri, wala alogaye kwa kupiga mafundo, wala mwenye alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo au maruani, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu katika mji huu. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo mbele zake Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Kisha sababu hiyo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako, maana mataifa haya utakayomiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao, bali mimi kwa nafasi Bwana Yesu Kristo hakuniruhusu, hakunipa kibali hicho, ruhusa kutenda hayo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neno hili kumbukumbu wa Torati 14:9-14 linatenda kazi katika pande zote 4 za mahali hapa, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, pande zote kwa jina la Yesu. Tunaondosha kila sanamu zao, kila vinyago vyao, kila viapo vyao, kila nadhiri zao, kila sadaka zao kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamka saa hii kwa Luka 10:19, na kanyaga nyoka na nge na kushinda kila nguvu za adui kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu kalambe na kuteketeza katika anga, katika sayari, katika nyota, katika jua, katika mbingu, Amerika ya Kati, Amerika ya Kusini, Afrika, Ulaya, Asia, Australia, bahari ya Hindi, bahari ya Pacific, bahari ya Mediterranean, bahari ya Sham, kwenye ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa, kwenye mito yote, kwenye mabonde yote, kwenye vivuko vyote, kwenye makaravati yote kwa jina, kwenye kila mmea, kwenye kila mnyama, kwenye kila ndege, kwenye kila mdudu. Leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaondosha kila sanamu zao, kila vinyago vyao kwa jina la Yesu Kristo, kila uchawi, kila aina uganga,
kila aina ya ulozi, kila aina ya madhabahu za kishetani zilizowekwa hapa kwa jina la Yesu, kwa sadaka ya aina yote juu ya ardhi hii, kwa mamlaka tuliyopona Yesu Kristo aliye hai, kila vinyago vyao, kila sanamu zao, kila takataka zote za kuzimu, roho zote walizoweka chafu, tunaziondosha in mighty living Jesus Christ. We have the power to destroy every evil altar. I mean now and not tomorrow. In mighty living Jesus Christ, we have the power to destroy every evil altar. We destroy them in mighty living Jesus Christ. With the blood of the living Jesus Christ now, we have to destroy every evil altar in Jesus name, katika jina la Yesu, na kuziteketeza kabisa. Wafalme wa kwanza sura ya 13 mstari wa 3 hadi wa 5. Maandiko haya yanaishi. Wafalme wa kwanza sura ya 13 mstari wa 3 hadi wa 5. Karibu Roho Mtakatifu mahali hapa katika ukuu wako na uweza. Appear our Holy Spirit here. Join us in this session now. Wa Roho Mtakatifu. Amen. Kama neno la Mungu lishivyo, Wafalme wa kwanza sura ya 13 mstari wa 1 hadi wa 5. Hili ndilo neno la Kristo mahali hapa. Na tazama, atatoka mtu wa Mungu. Atatoka mtu wa Mungu katika Yuda. Yes. Kwa neno la Bwana. Akafika Betheli mahali hapa njia panda. Shauri Road. Alikuwa akisimama pembeni ya uvumba. Yes. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana. Yes. Akasema, yes. Madhabahu. Madhabahu. Bwana asema hivi. Angalia. Mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi kama Maranatha. Jina lake Yosia. Na juu yake atawachinja makuhani wa walipa juu, wanaofukiza uvumba juu ya mahali hapa, na mifupa ya watu itateketezwa juu ya mahali hapa. Akatoa ishara leo tarehe 22 Mei 2026. Madhabahu itapasuka kwenye mtaa wa Rupia na Shauri. Madhabahu pasuka kwa jina la Yesu Kristo. Madhabahu yote iliyo kinyume na jina lake Yesu Kristo mahali hapa ipasuke. Pasuka kwa jina la Yesu. Pasuka kwa jina la Yesu Kristo. Pasuka kwa jina la Yesu Kristo. Shika ardhi, sema au shika mwingine ardhi nyingine kwa kwenye anga, shika sana, pasuka. Madhabahu yoyote iliyo kwa mahali hapa, hiyo kwenye mimea, hiyo kwenye wanyama, hiyo kwenye ndege, hiyo kwenye wadudu, juu ya mwanadamu, kwenye misukule, kwenye mandondocha, kwenye wafu, hiyo madhabahu yoyote ya kishetani, you have to be broken now in Jesus name. Women now, not tomorrow. Katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu yoyote, madhabahu yote, madhabahu yote, yes, yes, pasuka leo, yes, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Roho Mtakatifu tembea mahali hapa. Karibu Bwana Yesu Kristo anazidi mahali hapa. Karibu Yesu Kristo aliye hai. Tunatamka kwamba tunaweka neno la msalaba mahali hapa. Yesu Kristo katawale. Yesu Kristo katawale mahali hapa. Madhabahu ya mahali hapa iliyo kinyume na Yesu Kristo pasuka. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo, na kila jina litajalo mahali hapa kinyume kwa Yesu likaondoke na lifutilia mahali hapa kwa mamlaka niliyoponesha Kristo aliye hai leo. Pasuka, sadaka zao tunazitengua na kuzitengua katika jina la Yesu. Pasuka, uweza na hukumu waliotamkia mahali hapa leo inabatilika na kuondolewa, na uchawi na uganga, kila goti litapigwa mbele zake Bwana Yesu Kristo kwa Filipi 2:9-11. Tunalisimika madhabahu yako Yesu Kristo, kafara ya damu ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi 10. Katika jina la Yesu tupate kuishi kuanzia leo. Kutoka 34 mstari wa 10 hadi 17. Twende mstari wa 9 hadi wa 10 imebeba jina la Yesu. Kutoka 34 mstari wa 10 hadi 17, naomba tusome hilo. Mungu Baba mwenye enzi yote, Muumba mbingu na nchi, anga linahubiri ukuu wako na uwezo wako. Hatujaje hapa kuleta dini au dhehebu,
Tumeleta jina lako Yesu Kristo wa Filipi 2:9-11. Wewe Yesu ukajitolea utukufu wako mahali hapa. Ninatamka ustawi, ninatamka baraka, ninahitaji kuona majengo sio ya kawaida yaliyo mazuri katika mji huu, hata magorofa sio hilo moja tu. Bwana akawawezesha watu kujenga na kukaa mahali hapa katika amani Yesu Kristo. Kipindi cha kiangazi, kipindi cha mafuriko, cha masika, tuweze kupita nyakati zote. Na natamka kuwa na shule kuanzia chekechea mpaka university na vyuo vikuu mahali hapa kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Zahanati, vituo vya afya, hospitali kwa jina la Yesu Kristo aliye, nyumba za ibada zitakao mwabudu Mungu katika roho na kweli, viwanda na makampuni, ustawi katika jina la Yesu Kristo mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo aliye. Tunasoma njia panda katika jina la Yesu Kristo, Kutoka 34:10-17. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Hili ndilo neno lako Bwana mahali hapa. Neno lilo hai. 34 Yes. 10 hadi 17. Yes. Kama ulivyosema, tazama nafanya agano mbele yetu wangu wote. Agano jipya la Yesu Kristo. Miujiza. Inayotendeka katika dunia yote. Yes. Wala katika taifa lolote. Yes. Na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana, kwa maana ni neno la kutisha ni kutendalo. Liangalie neno hili ninalokuamuru leo. Tazama mbele yako na mtu wa Mwamori, na Mkanani, na Mhiti, na Mperizi, na Mhivizi, na Myebusi. Hadhari nafsi yako, sije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unaoiendea. Mweza tego katikati yako, bali utabomoa madhabahu zao. Kila madhabahu yao iliyo kinyume Yesu Kristo ikapasuke kwa jina la Yesu. Vunja nguzo zao. Vunja madhabahu zao na nguzo zao. Hizo nguzo zinapigwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Mwokozi aliye hai. Na kukatakata maashera yao. Kila aina ya maashera yao yanakatwa katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo. Maana hutamwabudu Mungu mwingine. Yes. Kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. Ndio. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi. Watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake, ukawaoza wana wako binti zao, nao binti zao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao, wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi na miungu yao. Usijifanyizie miungu ya kuyeyusha. Amen. Haleluya. Neno lako Yesu Kristo Kutoka 34 aya 10 hadi 17 likaishi mahali hapa. Likaishi katika njia panda hii, pande za kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, katika jina la Yesu Kristo. Natamka katika ukuu na uwezo wa jina lako Yesu Kristo, kila vinyago vyao na sanamu zao ziondoke, kila takataka za kuzimu ziondoke. Mungu Baba uliye hai ukaonekane hapa ukitawala kumiliki. Uwepo wako ukaonekane. Bwana wa majeshi Yesu Kristo aliye. Mungu Baba mwenye enzi yote, Mungu wa mbingu na nchi, tunatamka neno lako Kutoka 34:10-17 likatende kazi kivyote mahali hapa, kivyote kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo aliye. Mungu uliye hai, hakutakuwa tena mambo ya kishetani mahali hapa, uganga, ulozi, uchawi na mambo yanayofanayo. Kwa damu ya mwana kondoo aliye hai, tunaruhusu uwepo wako Mfalme, mamlaka yako na enzi yako ikaonekane mahali hapa nyakati zote, alfajiri, mchana, usiku wa manane. Hawatafanya masanamu yao wala hawataweka vinyago vyao mahali hapa tena, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu aliye. Mungu unayetenda mambo makuu kuliko tunaomba na uanzo, uwepo wako ukaonekane, ufalme wako ukaje wako na mapenzi yako yakatimizwe mahali hapa nyakati zote, katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya vinyago na sanamu zilizowekwa mahali hapa zinateketezwa kwa moto kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kumbukumbu la Torati sura ya 9, Yesu Kristo mstari wa 1 hadi wa 3. Naomba lisome neno hilo katika jina la Yesu. Kumbukumbu la Torati sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 3. Na ruhusu hilo neno likatembee mahali hapa, kwenye kila maashera, kwenye kila aina ya vinyago, kwenye kila aina ya tunguli, kwenye kila vibanda vya vinyamkela vilivyopo katika mji huu. Pasuka kwa jina la Yesu. Be destroyed in Jesus' name, every evil altar. I mean now in mighty living Jesus Christ. We have the power. Yes. Kumbukumbu la Torati 9 mstari wa 1 hadi wa 3. Mstari wa 1 hata ule wa 3. Yes. Amen. Hili ndilo neno lako Bwana Mfalme Yesu linatakiwa liishi kwenye malango haya, katika jina la Yesu. Sikiza Israeli. Sikiza leo unataka kuvuka, katika jina la Yesu Kristo. Yordani uingie kwa kuamiliki. Piji kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na yenye nguvu kukupita wewe, katika jina la Yesu. Miji
Yes. mikubwa. Yes. Iliyojengewa kuta mbinguni. Yes. Watu wakubwa warefu wana wa wanaki. Yes. Wajuao uliokuwa ukisikia Yes. wakitajwa hivi. Yes. Ni nani awezaye kusimama mbele ya wanawake? Mbele ya wanawake. Yes. Jua. Siku hii ya leo tarehe 22 mwezi wa 5 2026. Bwana Mungu wako Yesu Kristo aliye hai ndiye tanguliaye mbele yangu. kuvuka mbele yako. Yes. Kama moto kwenye daraja la Kongwa. Kama moto kwenye daraja la Kongwa. Atawaangamiza. Yes. Tena atawaangusha. Yesu Kristo. Yako. Ndio. Ndivyo utakavyofukuza. Ndio. Na kuwapoteza upesi. Yes. Kama alivyokuambia Bwana. Ndio. Amen. Katika jina la Yesu Kristo neno hilo likatende kazi kivyo. Na ruhusu uwepo wako. Tunatuma kumkumbuka Torati sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 3. Nenda neno la Bwana, nenda neno la Kristo aliye hai. Nenda Bwana mwenyewe katika jina la Yesu Kristo mahali hapa kivyote. Tangulia Bwana mahali hapa pande zote nne za mahali hapa kivyote. Tangulia mwenyewe Yesu Kristo. Tangulia mwenyewe Yesu Kristo katika anga, katika sayari, katika nyota, katika jua, katika mbingu. Holy Ghost fire, 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 the living God now. Women now, tomorrow in March, living Jesus Christ now. We send your whole power, your whole name, Jesus now. Tunamaanisha saa hii kivyote. Ribu kila aina ya kakati yote ya kuzimu, ila zote za kishetani, madhabahu zote za mpinga Kristo, zote roho za mitume wa uongo, makwani uongo wa uongo, tunamaliza kwa uwepo wako Yesu Kristo aliye hai. We send your name. Tunalituma neno lako, tunalituma jina lako, tunalituma your word, tunalituma neno lako leo zaidi upango katika kule Waebrania 12 hadi 13. Tunatuma neno lako saa hii, neno lako Waebrania 12 hadi 13. Soma hilo neno, naomba nisome hilo neno, Waebrania 12 hadi 13. Hapa ni neno tu. Neno la Mungu. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Maana neno la Mungu li hai. Neno la Mungu li hai. Tena lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga wa wote. Ukatao kuwili. Zaidi ya sime. Tena la choma. Hata kuzigawanya. Nafsi na roho. Na viungo. Na mafuta. Yaliyo ndani yake. Tena lijepesi. Tena kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vitupu na kufunuliwa machoni pake aliye na Yesu Kristo. Tunatuma neno lako saa hii, Waebrania 12:13, katika pande zote kuni za mahali hapa kwenye mji huu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka tunaponisikuza kwenye anga, kwenye sayari, kwenye nyota, kwenye jua, kwenye mbingu, kwenye mimea, kwenye wanyama, kwenye ndege, kwenye wadudu, juu ya kila nafsi inayoishi katika mji huu, kwenye lile bwawa la maji mahali hapa, kwenye mto, kwenye visima, kwenye msufi ule, kwenye mbuyu, kwenye miti ya mabichi yote kizote natuma, kila kwenye ashera, kwenye makaburi, kwa mamlaka ya Yesu, kwenye njia panda, kwenye viwanja vya wazi, kwenye maparagale, kwa mamlaka ya Yesu Kristo, kwenye kilimo mabanda, tunaliachilia neno lako Yesu Kristo saa hii. Neno lako lishuke, neno lako likatende kazi kivyote, neno lako likatende kazi kivyote, kwa jina lako Yesu Kristo, na kwa damu mwana kondoo aliye hai. Hakuna kitakachosalia. Tunang'oa na kubomoa kwa Mathayo 15:13. Soma hiyo. Mathayo sura ya 15 mstari wa 13. Hapa tujaja sisi, amekuja mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana Yesu Kristo, yeye mwenyewe ajizilisha na jeshi la malaika wake watiifu. Amen. Mathayo sura ya 15 mstari wa 13. Akajibu akamwambia, kila pando usilolipanda Baba yangu wa mbinguni tu. Akajibu akasema, Mathayo 15:13. Yes. Kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni mahali hapa litang'olewa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kama ishivyo neno lako Bwana wa Bwana Yesu Kristo. Kila pando sio pando Baba ya mbinguni mahali hapa, ng'oka kwa jina la Yesu Kristo, halitapata nafasi kuwepo tena. Majini, nuksi, mikosi, zote na kuyang'oa yote yaliyopandwa usiku na mchana, yasiyo ya kwako, yakang'olewe, yakaangamizwe, yakapotezwe, yasiwepo tena katika jina la Yesu. Amen. Yeremia 1:10, katika jina la Yesu msindikizo na hilo neno. Yeremia sura ya 1 mstari wa 10. Yeremia sura ya 1 mstari wa 10 kwa msaada wa Roho Mtakatifu na nisoma. Amen.
Angalia nimekuweka leo juu. Angalia kwa lista nimekuweka leo juu ya mji huu. Na juu ya falme zake, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda, katika jina la Mwokozi Yesu Kristo aliye hai. Kila ambacho hakikupandwa na Yesu mahali hapa kinang'olewa. Kila mamlaka zote na falme zote na wakuu wa mahali hapa waliowekeza zote kwa jina la Yesu Kristo, tunang'oa na kubomoa na kuharibu falme zao, mamlaka zao, kila jina la kinyume cha Yesu Kristo. Yeremia 1:10, kwa mamlaka ya Yesu tunalochia saa hii, neno hilo liende, neno nenda, neno juu ya ardhi hii, falme zote, mamlaka yote, kwa mamlaka ya Yesu Kristo Nazareti, saa hii kivyote, saa hii kivyote, yes, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, tunaharibu kila utendaji wao, kila makusudi yao, kila makusudi yao, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, uharibu kila makusudi yao, kila makusudi yao, kila mapando yao, kila makusudi mabaya, kila makusudi mabaya, kila mikakati miovu, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, yes, katika jina la Yesu tunajenga na kupanda uzima wa kumjua Mungu wa pekee wa kweli na Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Kitabu cha Ezekiel sura 21 mstari wa 18 hadi mstari wa 32. Amen. 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 Hallelujah. 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 Kitabu cha soma hiyo Ezekiel sura 21 anzia mstari wa 18 na kwenda hadi 32 nadhani. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ezekiel sura ile ya 21 kuanzia mstari wa 18. Amen. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neno la Bwana likanijia tena kusema, tena mwanadamu, jiwekee njia mbili, upanga wa mfalme wa Babeli upate kuja. Hizo mbili zitatoka katika nchi moja. Kaandike mahali, kaandike pene kichwa cha njia iendao kufikiria Raba wa wana wa Amoni na kufikiria Yuda katika Yerusalemu wenye maboma, maana mfalme wa Babeli alisimama pene njia panda penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga. Alitikisa mishale huko na huko, akaziuliza terafi, akayatazama maini kwenye njia panda. Katika mkono wake wa kuume alikuwa na kura ya Yerusalemu, kuviweka vyombo vya kubomolea, kufumbua kinywa katika machinjo, kuinua sauti kwa kupiga kelele sana, kuweka vyombo vya kubomolea juu ya malango, kufanya maboma na kujenga ngome. Jambo hili litakuwa kwao kama uganga wa batili mbele ya macho yao waliowapia viapo, lakini ataufanya uovu ukumbukwe, ili kwamba wakamatwe. Basi Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa mmeufanya uovu wenu ukumbukwe, kwa maana makosa yenu yamefunuliwa, hata dhambi zenu zikaonekana kwa matendo yenu, kwa sababu mmekumbukwa, mtakamatwa kwa mkono. Na wewe, ewe mtu mwovu uliyetiwa jeraha kiasi cha kukuua, kuwa Israeli, ambaye siku yako imekuja katika wakati wa uovu wa mwisho. Bwana Mungu asema hivi, kiondoe kilemba, ivue taji. Haya yatakuwa tena kama yalivyo, kikweze kilicho chini, kakishushe kilichoinuka. Nitakipindua, 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 ikinacho kitakuwa tena, hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake, nami nitampa. Nawe mwanadamu, tabiri useme, Bwana Mungu asema hivi, katika habari za wana wa Amon, katika habari za aibu yao, nena upanga. Upanga umefutwa, umesuguliwa, ili kuua, ili kufanya uwe sana, upate kuwa kama umeme. Wakati wa kuonea hapo ubatili, wakati wa kufanyia uganga wa uongo, ili kukuweka juu ya shingo zao waliotiwa jeraha kiasi ya kuwaua, ambao siku yao imekuja katika wakati wa uovu wa mwisho. Urudishe alani mwake mahali pale ulipoumbwa, katika nchi ulozaliwa
nitakuhukumu wewe, nami nitamwaga ghadhabu yangu juu yako, nitakupulizia moto wa hasira yangu, nami nitakutia katika mikono ya watu walio kama hayawani, wajuao sana kuangamiza. Utakuwa kuni za kutiwa motoni, damu yako itakuwa katikati ya nchi, utakumbukwa tena, maana mimi Bwana nimenena neno hili. Amen. Haleluya. Maneno haya yanaenda kutimia katika eneo hili kwa jina la Yesu. Ninamshukuru Bwana Yesu Kristo kwa kuwa amenena, na ninasema katika nafasi ya kikwani kufanya kitume neno lako Yesu Kristo, Ezekiel 21 kuanzia aya 18 hata ya 32, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Binadamu yeyote, mtu wa aina yote, katika kundi aina lote la kijamii, aliyefanya uovu wa namna hii, aliyefanya mambo haya katika eneo hili la njia panda, Yesu Kristo neno lake likakutana naye. Kristo akakutana naye kivyote kama alivyosema. Yesu Kristo amesema nitakipindua hiki nacho hakitakuwa tena, hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake nami nitampa. Yesu Kristo, kwa neno lako hili, pindua mahali hapa, pindua kila kitu ambacho kilifanyika kinyume na jina lako Yesu Kristo mahali hapa kwenye hii njia panda, kila ambacho hakifai kilichofanyika kwenye njia panda, kila ambacho hakifai ambacho kilifanyika kwenye njia panda. Yesu Kristo, pindua ule uganga na uluzi waliofanya mahali hapa njia panda, kila aina ya sanamu, kila aina ya vinyago. Bwana, pindua vyote ambavyo adui alifanya mahali hapa Bwana, kila aina uluzi, kila aina uganga, kila aina ya kafara zilizofanyika mahali hapa, kila aina ya sanamu tunapindua kwa neno la Kristo. Ezekiel sura ya 21 aya 18 hadi ile 32. Bwana umesema, Bwana Mungu asema, kiondoe kilemba ivue taji, haya hayatakuwa tena kama ilivyo katika jina Kristo. Kuna mfalme wa mji huu aliyefanya uganga mahali hapa, akitikisa upanga wake, akitikisa mshale wake, akitikisa hapa, akiyatazama maini. Hatujui yalikuwa maini ya ndege, yalikuwa ya mnyama, hatujui yalikuwa maini ya wanadamu, lakini sisi tunakuja na jina lake Yesu Kristo na damu ya mwana kondoo, katika neno lake Yesu Kristo leo hii mahali hapa kwenye njia panda hii, kila maneno ya laana yaliyotamkwa tunayafuta, kila manuizo mabaya yaliyofanyika hapa tunayanuiza, tunayaondoa, tunayaharibu yaliyonuizwa mahali hapa, maneno yote ya laana tunayafuta kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya kondoo, kwa damu ya kondoo, kwa damu ya kondoo, kwa damu ya kondoo. Kila roho za kuzaa mapoza, kila roho za kufa, kila makusudi mabaya yaliyofanyika mahali hapa tunayaondosha kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya kondoo, kwa damu ya kondoo, kwa damu ya kondoo. Kila makusudi mabaya yaliyowekwa mahali hapa kwa mamlaka niliyopona Yesu Kristo aliye hai, na simama katika nafasi ya kikuhani na mamlaka kuu ya Kristo aliye hai. Kwa mamlaka tunaungana na watakatifu walioko duniani ili kutengua kila makusudi, kila manuizo mabaya, kila aina uganga, kila aina uchawi, kila aina mazindiko, kila aina kafara zilizofanyika mahali hapa. Wengine walivunja viungu, wengine walivunja nazi mahali hapa, wengine walileta majani mabichi yaliyokuwa yamenuizwa maashara yao, wakatamka kuua hatima ya maisha ya watu wa mji huu. Nami natamka kwa jina la Kristo, naja kwa neno la Kristo lililo hai majira haya, neno la Kristo. Tunaweka madhabahu ya mwana kondoo, tunaweka damu ya Yesu Kristo. Ufunuo sura ya 12 aya ya 7 hadi ya 11. Leo hii nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo tunashinda, kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo aliye hai tunashinda, kwa damu ya mwana kondoo, 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 kwa damu ya mwana kondoo. Hakuna cha viungu, hakuna cha vinyago wala kafara. Nyakati zote majira yote tutakayofanya mahali hapa, tunabatilisha uchawi wao, tunabadilisha uganga wao, tunaharibu kila kazi zao, sanamu zao na vinyago vyao kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Moto wa Roho Mtakatifu kalame na kuteketeza kila kazi ya shetani, kila kazi ya ibilisi, kila kazi ya vimbwengo, kila kazi ya vinyamkela. Holy Ghost fire, kila dogo iliyofanyika mahali hapa, kila aina madogo iliyofanyika mahali hapa tunaharibu kwa damu na kondoo, kwa damu na kondoo, kwa damu na kondoo, kwa damu na kondoo, kwa damu na kondoo. Kila aina madogo yaliyofanyika hapa, kila aina ngoma, kila aina mazindiko, kila aina ngoma kutoka katika kila kabila, kila jamaa, kila taifa, tunakuja na Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 hadi 10. Funguka uwepo wako Yesu Kristo ukawepo mahali hapa. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Kila goti likapigwa mbele zake Bwana.
We have got the name above all the name. We have got the power from the living Jesus Christ who is here. Katika uwepo wako Yesu, katika uwepo wako, uwepo wako, uwepo wako, utukufu wako uweko mahali hapa. Uwepo wako, uwepo wako Yesu Kristo. Kuna gari inakuja, angalia uko kushoto kwako. Katika jina la Yesu Kristo, uwepo, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo. Uwepo wako Yesu kanene sasa. Ufalme wako uje, 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 ufalme wako uje. Pita tu, pita tu. Wewe pita tu. Amekamatwa na nguvu ambayo siwezi kumzuia. Piteni tu, samahani. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwenye uweza uliomba mbingu na nchi, asante kwa neema yako tena jioni ya leo. Asante kwa ajili ya mahali hapa, mbingu zikiwa zimeandika bali na taarifa hizi. Bwana Yesu, tunasimama mbingu zikishuhudia kwa kuwa Bwana umetupa jina lako, nasi Bwana kama tulivyotumwa kwa jina lako, nasi tumelileta jina lako mahali hapa. Basi neno hili Mithali 22:1 ndilo tutakaloenda kutufungulia tena wakati mwingine kwa jina la Yesu. Naitwa Dr. Anialista. Basi karibu tena jioni ya leo, popote unaposikia. Tuko hapa kulileta si majina yetu, sio dini, sio zehebu. Tumekuja kulileta jina linalopita majina yote, ambalo ndilo ngome na ndilo ngao na ndilo uzima katika nchi na katika maisha yetu. Tutasoma Mithali 22:1. Neno la Bwana linasema ni heri, kama tulivyosikia, ni heri kuchagua jina jema. Amen. Ni heri kwako na nyumba yako. Ni heri kwanza, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu. Mithali 22:1 inasema ni heri binti, ni heri mwanafunzi, ni heri wewe mfanyakazi, ni heri kwenye nyumba yako, ni heri kwenye njia zako, ni heri kwenye biashara yako ukachagua jina jema. Maana yako majina ambayo hayana wema. Amen. Kama liko jina jema, liko jina ambalo si jema, lakini ni heri ukichagua jina jema kuliko mali nyingi. Wako waliochagua majina mengine ili wapate mali, wakabadilisha hadi na dini. Ukichagua tu hilo jina, huwezi kubaki na jina lako lile ulokuwa nalo kama lilikuwa ni jina jema. Amen. Ambalo ulipata kupitia jina la Yesu. Amen. Na yamkini ukabatizwa nalo. Ukiingia tu huko, huwezi kukubaliwa ukabaki na lile jina. Utakutana na akina Danieli sura ya kwanza. Akina Danieli walipoingia tu kwenye ile nchi, mfalme alipowapenda, kitu cha kwanza aliwabadilishia majina yao wote. Hawakuita tena kwa majina yale waliokuwa nayo kwa sababu ya miungu yake. Kwa hiyo hata ukiwa kwenye ndoto, wale wanaoenda kwa waganga, wale wanaoenda kwa matambiko, nataka nikuambie ukweli huu jioni ya leo kwamba hapana jina jingine tulopewa chini ya mbingu linalopasa kuokolewa. Jina la Bwana pekee, kama ninavyosema jioni ya leo. Nataka usikie, nataka uelewe, nataka ulichukue, nataka likufae na watoto wako na nyumba yako na yote ulionayo na hata kesho yako na umilele. Ni heri jioni ya leo, chagua jina jema. Haleluya, haleluya. Kama unataka kujua kwamba ili jina la Yesu ni jema, nenda kwa mganga alafu mwambie naita jina la Yesu, usikie shughuli yake. Kama unataka kujua kwamba ili jina ni jema na lila pekee, nenda kwa matambiko yako alafu ita jina la Yesu. Wewe nenda kwenye huko unakozani kwamba kuna kufaa alafu ita jina la Yesu. Lakini ukiita jina la mtume yoyote yule, haitakusumbua, hautasumbuka. Kuna mtu alijaribu hivyo. Kuna mtu alijaribu hivyo kwa mganga wake, akasema huyu mke wangu ananisumbua. Oh, Yesu, Yesu, Yesu. Sasa ngoja niende kwa mganga wangu, nifanye mambo yangu, nione nataka nipate zangu utajiri. Mganga akamwambia weka kazi zako hapa, weka na sadaka yako, weka na vile ulivyoleta. Akamwambia tamka mambo yako yote. Akatamka. Alivyomaliza tu akasema nimesema hayo yote kwa jina la Yesu. Mganga akamwambia toka, hauna kitu tena hapa, hapafai tena, toka. Akarudi mkewe akamwambia nimeamini kwamba ni kweli hilo Yesu ni jina la pekee na halifai kwa waganga. Haleluya. Alirudi kama alivyo na akaanza tena upya. Amen.
na kuhakikishia kwamba hili jina linasumbua hadi kwenye ndoto. Wote ndoto yako unakimbizwa, umekabwa, umebanwa, katikati ya kubanwa huko na kupumua unashindwa, kuhangaika, unatafuta msaada, pengine hata sauti haitoke. Ndani ya sauti hiyo ambayo haitoki kwenye moyo tu, ita jina la Yesu afu uone shughuli yake. Haleluya! 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 Matendo 4:12 nasema naomba mtu mmoja asome Matendo 4:12. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Matendo 4:12, wala hakuna wokovu katika yote, kwa maana hapana kile chini ya mbingu walilopewa wanadamu walitopata wokovu kuokolewa. Haleluya! Hapana wokovu katika mwingine awaye yote. Mwingine awaye yote, yani kuna mtu. Wengine wanadanganywa, wanaambiwa kwamba kila saa sali tu salamu salamu salamu, utasalimia, lakini kwenye kuokoka ni jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Kwenye matambiko utaenda, lakini kama ukitaka kuokoka ni jina la Yesu. Nimesema hata ukiwa kwenye ndoto, hapana jina jingine chini ya mbingu. Tumesimama mbingu zikishuhudia hapa na malaika wake wanatambua, nasi tuko hapa na malaika wengi sana, kwamba hapa linaloweza kuokoa ni jina la Yesu. Tumelileta hapa kuokoa. Ibada zote zinafanyika hapa kila siku. Hata unapoangalia, haleluya, watu wanapopita, wapitaji wa njia hii wanaotumia hii njia, wale ambao wanajua, wanaona na wanakutana na matambiko ya kila aina hapa. Ina maana ni lango la kuzimu. Wanakutana na nazi zikiwa zimevunjwa kila siku, wanakutana na vyungu kila siku, wanakutana na kila kitu. Ina maana kulikuwa na jina lingine. Sasa kwa kuwa hapana jina lingine tulopewa linaloweza kuokoa hii inayofanyika hapa, wengine waoga nakatiza pembeni, wanazunguka hii. Unaona hata ramani yake ni peusi kupita sehemu zingine zote. Yaani sehemu zingine zote ni nyeupe, lakini hapa kuna hili lango ni peusi, kwamba viungu na moto na matambiko yakifanywa kila usiku. Lakini tumeambiwa chini ya mbingu hapana jina jingine linaloweza kuokoa hii isipokuwa ni jina la Yesu. Haleluya! Kwa hiyo tumekuja na hili jina kwa ajili ya kuokoa haya yalokuwa yanatendeka usiku na mchana, mwaka kwa mwaka, msimu kwa msimu. Ni jina la Yesu Kristo ndilo tulilolileta linaloweza kuokoa haya hapa. Sikia Isaya 59:19. Haleluya, tusome Isaya 59:19. Unaweza ukaona hakuna kinachoendelea na vitu vinabakia hivyo kwa hivyo, miaka kwa miaka, watu wanaenda wanarudi hivyo hivyo, hali ni hiyo hiyo. Lakini kwa sababu ya jina lingine ambalo lilikuwa linamiliki, mwenye jina huyo ndiye aliyekuwa na maanisha kutumika na kutenda na kutawala kinyume. Lakini jina la Yesu, Isaya 59:19, katika jina la Yesu. Basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi, na utukufu wake toka mawio ya jua. Maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao, uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Narudia tena, basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi, na utukufu wake toka mawio ya jua. Maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao, uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Basi wataliogopa kina nani? Wataliogopa jina la Bwana. Wataliogopa kwa sababu akija, wanakuambia kwamba wewe itia jina la Yesu. Unapoita jina la Yesu, ni mfano kama nikaita hapa John anakuja. Amen. Nikiita James anakuja. Amen. Sio kama linakuja jina kama upepo, anakuja muhusika mwenye jina lake. Ninapolitia jina la Bwana, anakuja Bwana majeshi na moto wake. Ndio maana anasema adui zako, watesi, mapepo, majini, vinyamkela, mizimu wataliogopa jina la Bwana. Haleluya! Atakuja kama mkondo wa moto. Mkondo unaujua wa moto, na mafuriko yake ni moto, yakiendeshwa kwa pumzi. Ile pumzi yake inaleta mafuriko
mafuriko yanayokuja yanakutoa na adui anakuachia on the spot. Haleluya, haleluya. Wataliogopa adui zako, wataliogopa watesi wako. Nuksi na mikosi zitaogopa jina, zinaogopa hata sasa jina la Yesu. Unapoita Yesu anakuja mwenyewe. Anapokuja haji kama alivyo, ni mafuriko, ni moto, ni gharika. Na haya mafuriko ya moto, nani anaweza kukaa na moto? Ndio maana nasema wataliogopa. Ni heri kuchagua hili jina. Haleluya. Ni heri kuchagua jina jema. Majina mengi yanatajwa. Sikwambi uchague la mtume wala la dini. Hakikisha umelipata, umelichagua na ni la kwako mwenyewe na nyumba yako. Naomba tena tusome Isaya 30 mstari wa 27 hadi 30. Isaya 30 27 hadi 30. Tazama, jina la Bwana linakuja kutoka mbali, linawaka kwa hasira yake na moto unaopaa juu. Mdomo yake imejaa ghadhabu na ulimi wake ni moto ulao. Na pumzi yake ni kijito kifurikacho hata mbinguni, kupeleka mataifa kwa ungo wa ubatili na ugavi kukoseshao kwa kuwa na wimbo kama vile wakati wa usiku. Hadi 30. Mtakuwa na furaha moyo kama vile mtaendapo na kilindi katika mlima wa Bwana, aliyemwamba wa Israeli. Na Bwana atawasikilizisha watu sauti yake ya utukufu, naye ataonyesha jinsi mkono wake ushukazo na ghadhabu ya hasira yake ishukazo, na ghadhabu ya hasira yake na mwako wa moto lao, pamoja na uruba na kufanya mvua ya mawe ya baraka. Kwa hiyo heri kuchagua hili jina. Anasema jina la Bwana linakuja kutoka mbali sana. Kwa unapoita lazima aseme kwamba huyu amelichagua jina langu na kuhakikisha usalama wako. Kwa hiyo ikitokea uharibifu wowote, wewe ambaye umelichagua jina la Bwana afu ukaliita hili jina lije likutetee, anasema linakuja. Haleluya. Yeye ni mwaminifu, anasema niite tu, niite nitakuitika. Anapoitika anasema anakuja kwa njia hii. Anasema jina la Bwana linakuja kutoka mbali, linawaka kwa hasira yake. Kwa hata jioni leo tunapoliita mahali hapa, linakuja kwa mfumo huo, likiwaka kwa hasira hiyo, kwa moto huo. Yeye ni yeye yule jana, leo, hata milele, na neno lake ni amina na kweli. Haleluya. Linakuja, linawaka kutoka mbali na hasira yake, tena moshi wake ni mwingi unapaa, midomo yake imejaa ghadhabu, ulimi wake ni moto ulao. Ulimi wake ni moto ulao. Ulimi wake ni moto ulao, kilamba na kuteketeza, vinyamkela cha uganga, matambiko, mazindiko, mazabao, kila takataka ambazo ziko kinyume na hilo jina linateketezwa, linaharibiwa, linaangamizwa na kuyeyushwa. Ni heri kuchagua jina jema. Ni heri ukachagua jioni ya leo. Amen. Haleluya. Anasema naye Bwana atawasikizisha watu wake sauti yake ya utukufu, atawaonesha jinsi mkono wake ushukavyo na ghadhabu ya hasira yake na mwako wa moto ulao, pamoja na dhoruba na tufani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tumeleta utukufu wa jina linalopita majina yote. Tumelichagua kulileta jioni ya leo mahali hapa na juu ya watu wake, kwa maana nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Likatende katika utukufu, likatende katika uweza, maana jina la Bwana ni ngome imara. Wenye haki ukimbilia wakawa salama. Tumelikimbilia hilo jina, tulilete mahali hapa na juu ya watu wake, na kinyume na zile kazi za yule muovu. Haleluya. Anasema atakuja kwa sauti yake, utukufu wake na mkono wake ukishuka. Nasema
ghadhabu ya hasira yake, na mwako wa moto ulao, na dhoruba na tufani, na mvua ya mawe na barafu. Ikipiga hivi vyote, hakuna kinachosimama tena. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ndio maana ukiomba mapepo yatoki kwa jina lingine, mgonjwa afunguki kwa jina lingine. Kwa hiyo nakwambia, chagua hili jina na uombe kwa hili jina, ili upokee kwa hili jina, maana pale jina lake linapotajwa linakuja kwa nguvu hii ambayo tumeitamka hapa kama ulivyosikia. Haleluya! Ni heri kuchagua jina jema. Lumumba Kidimu, mkoa wa Pwani, ni heri kuchagua jina jema. Hili jina, uweza wake na nguvu zake tutaenda kuliachilia, na juu ya kazi zote ambazo kwa jina hilo, zile ambazo zina jina lingine, zinaenda kukutana na hiyo tufani, inaenda kukutana na hiyo zoruba, inaenda kukutana na hiyo mafuriko, inaenda kukutana na huo moto, inaenda kukutana na hiyo gharika, inaenda kukutana na hiyo mvua ya mawe, na anasema wataliogopa jina la Bwana. Haleluya! Tuombe. Baba mwenye enzi, uweza, mamlaka na nguvu, umesema katika Yohana 14:12 hadi 14, amini amini nawaambia, yeye aniaminie mimi, kazi ifanyazo mimi yeye naye atazifanya, namna kubwa kuliko hizi atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu nitalifanya, ili Baba atukuzwe katika Yesu. Mkiomba lolote nitalifanya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kama neno lako lishivyo, na kwamba tumelichagua jina jema, ndilo jina lako mwenyewe uliyeumba mbingu na nchi, unayeketi mbingu za mbingu takatifu, unaishi na kutawala vyote katika yote, uliye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, uliyeweka anga, jua, mwezi na nyota, uliyetuumba na kutuita kwa jina lako, nasi tumeitika, nasi tumekuja, nasi tunatangaza. Bwana Mungu uliyejawa rehema, jina lolote lilokuwa linatenda kazi kinyume mahali hapa, na juu ya watu wako, na juu ya kazi yako, na juu ya uumbaji wako, na juu ya miliki yote, na juu ya chochote, jina lolote, kwa agano lolote, kwa sadaka yoyote, kwa neno lolote, mapatano na ibada yoyote, na madhabahu yoyote iliyokuwa na miliki anga na vyote ulivyoviumba wewe, tumekuja na jina la Yesu kutubu, kuomba rehema na msamaha, nasi tunalikataa, nasi tunalitengua, nasi tunaalika uweza na hukumu iliyo katika jina la Yesu Kristo, kuondoa na kutiisha kila jina, kwa Filipi 2:9 hadi 11, tukiangusha na kufutilia mbali na kuvunja na kuwafungua watu fahamu zao, akili zao, nia zao, fikra zao, hatua zao, na kufungua mji huu na vyote vilivyomo, tukiliitia jina la Yesu mara 7. Yesu, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kama vile Isaya 59:19, kama Isaya 30:27-30. Bwana Yesu, uweza wa jina lako, tufani na moto na gharika na mvua ya mawe ikapiga na kuharibu kila utawala wa jina lolote la ulimwengu wa giza. Yesu, jina lako tunalisimika, na watu wakalijue jina hili kuanzia sasa, kwamba ndilo jina tulilopewa chini ya mbingu. Jina la Yesu tawala, jina la Yesu tamalaki, jina la Yesu Kristo litukuzwe, jina la Yesu litukuzwe kuanzia sasa juu ya vyote ulivyoviumba, sasa na hata milele. Haleluya, amen. Haleluya. Naomba nirudie jina langu. Kwa majina naitwa Emanuela Konga Adrian. Namshukuru Mungu kwa saa hii na dakika hii. Nasema asante, kwa maana Bwana amefanya leo siku hii kuwepo mahali hapa kwa jina lake. Naenda kusoma Yakobo sura ya 5
Haya basi, matajiri lieni mkapige yowe kwa sababu ya mashaka yenu yanayowajia. Mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Dhahabu yenu na fedha yenu zimeingia kutu, na kutu yake itawashuhudia, nayo itakula miili yenu kama moto. Mmejiwekea akiba katika siku za mwisho. Haleluya! Bwana anatuonya kwa habari ya matajiri mahali hapa. Matajiri wamekuwa na tamaa nyingi za dunia. Hakika hutamwona tajiri ambaye ameenda katika unyofu wa mpasao Bwana. Lakini kwa sababu gani tamaa hizi zikaingia ndani yake? Kwa sababu gani? Tuone Mathayo 6 ule mstari wa 19 na 21 tafadhali. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mathayo 6 mstari wa 19 hadi 21. Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu, kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Amen. Amen. Hazina yako iliko, ndiko utakapokuwako na moyo wako. Bwana anatuasa mahali hapa tukajue ni nani ambaye tunatakiwa kumtumikia. Hazina zenu zisije zikaliwa na nondo wala kutu. Tuzipeleke wapi sasa? Tukimbilie katika madhabahu ya Bwana. Haleluya. Amen. Madhabahu ya Bwana ndio itakayomuinua yeyote awai. Haleluya. Amen. Huko tunakwenda kupotea kwa waganga wa kienyeji, huko tunaenda kupotea kwa walozi wapiga ramli, si sahihi katika maisha ya mwanadamu. Maana neno la Mungu li hai, tena na upendo wa kutosha ndani yetu. Amen. Kwa Yohana ile sura 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muumini asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. Muamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Usimwamini huyo mganga unayemwendea na kusema kwamba hapo ndio umefaulu maisha yako. Ndugu, utaenda kupotea. Geuka umrudie Bwana. Geuka mtafute aliye hai. Maana neno lake lina nguvu. Maana neno lake li hai. Tena linakata kuwili. Tena linatoa mafuta yaliyo ndani yake. Na lijepesi kutambua mawazo na makusudi ya moyo wa mwanadamu. Lijepesi kutambua mawazo yako. Lijepesi kutambua kila unachokiwaza. Angalieni utajiri wa wakulima waliovuna mashamba yenu, ninyi mliozuia kwa hila. Unapiga kelele na vilio vya waliovuna vimeingia masikioni mwa Bwana wa majeshi. Mmefanya anasa katika dunia na kujifurahisha kwa tamaa, mmejilisha mioyo yenu kama siku ya machinjo. Mmehukumu mwenye haki, mkamvua wala hashindani nanyi. Enyi ndugu zetu matajiri ambao mnashindana na Bwana, mnahukumu watu wake, mnachukua watoto hawa. Unaweza kumtoa mwanao wa pekee kwa ajili ya utajiri wa dunia hii. Mnatoa kafara, mnatoa, yani mtu anaenda anasema ngoja niende kwa mganga nikamwangamize babangu ili niweze kupata mali. Hiyo haikufaidi ndugu. Hiyo haikufaidi kitu chochote. Maana ni kama upepo mbele ya makapi. Utapeperushwa ndugu, hutakaa. Maana hayo ni machukizo ndani ya Bwana wetu. Ni machukizo yasiyofaa mbele za Mungu. Sema Mungu wetu anaturemia kila itwapo leo. Na anakutaka leo ukapate kubadilika. Anakutaka leo ukapate kuachilia watoto unaokamata. Unaenda unakamata watoto wa wenzako. Unawachukulia nyota zao. Unatembea nazo. Unatembea nazo kwa ajili upate utajiri wa muda mfupi tu. Ya nini kusumbukia dunia isiyokuwa na maana? Mtumikie Bwana mwenye nguvu. Yeye ndiyo mwenye kukustahimili yote. Yeye ndiyo njia, kweli na uzima. Yeye ndiyo kimbilio letu. Ukiangalia ule mstari wa 7, kwa hiyo ndugu vumilieni, nyinyi mnaotekwa, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni, mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kuna karibia. Kuja kwake Bwana kuna karibia. Sikilizeni neno hili. Kuja kwake Bwana kuna karibia. Acheni kufanya yaliyo maovu. Acheni kukimbilia vinavyoharibika.
nondo na kutu vinavyoharibiwa. Unaenda kukimbilia visivyo na uhai. Mkimbilia Mungu mwenye nguvu, ambaye kwake kuna uzima, tena ule uzima udumuo, tena ule uzima tele. Kwa jina lake na kwa uwezo wake utakapomlilia naye anasikia, anakuwa pamoja nawe, nawe utakuwa pamoja naye. Kwa hiyo jitoe leo jioni hii, kaa tafsiri na utajiri wako. Je, umemtoa kafara nani? Ni mtoto wako wa kwanza au ni wa mwisho? Ni bibi yako au ni mamako mzazi au ni babako mzazi? Je, tangu umemtoa unafaidi nini? Unafurahia nini? Unaishi milele katika ulimwengu huu. Ndugu zangu, mgeukieni Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Haya yote mnayofanya ni bure. Ni kama makapi mbele ya upepo. Ni makapi tu, maana Bwana akikasirika ni saa hiyo umepeperushwa kama upepo. Jiulize, moto wa milele utakuzukia, moto usiozimika na funza wasiokufa. Ndugu yangu, jihadhari, jiepushe na tamaa za dunia hii, ambapo kutu na nondo zinaharibika. Ukija mstari wa 9 Yakobo 5, ndugu msinungunikiane msije mkahukumiwa. Angalieni mwamuzi amesimama mbele ya milango. Ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano wa kustahimili mabaya na kwa uvumilivu. Angalieni tuwaita heri waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu, mmeuona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema na mwenye huruma. Bwana anahurumia watu wake. Ukirudi kimwambia Bwana Yesu, nisamehe, nimekosa, hakuna dhambi isiyofutwa kwake. Yeye anafuta dhambi zote, ingali nyekundu kama bendera, atazisafisha na kuzifanya nyeupe kama seruji. Njoo leo ukamlilie Bwana. Njoo leo kusamehe dhambi zako. Njoo leo maana kwake kuna uzima. Njoo leo kwa maana sasa hivi kuna mlango wake uko wazi. Usiogope. Njoo kwa Bwana naye atakurehemia, atakusamehe yote, atakurehemu, atakupa kilicho chema. Utakuwa vilivyo vinono, visivyoharibika. Utapata visivyoharibika. Kwa jina la Yesu mkaribie Bwana sasa katika utukufu wa jina lake. Ule mstari wa 12 zaidi, lakini zaidi ya yote ndugu zangu, msiape wala kwa mbingu wala kwa nchi wala kwa kiapo kingine chochote, bali ndio yenu iwe ndio na sio yenu iwe sio, msije mkaangukia hukumu. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na aombe. Ana moyo wa kuchangamka, na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na aite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua hata ikiwa amefanya dhambi. Bwana atakuinua wewe jioni ya leo hata kama umefanya dhambi. Unachotakiwa ni imani tu, kuamini kwamba Bwana anaweza kukuokoa mahali ulikowekwa. Kuamini kwamba Bwana anaweza kukutoa kwenye hizo tamaa za kidunia. Kuamini kwamba Bwana ndiye anayekuwezesha kufanya ile ambayo unaona huwezi. Kwake yeye kila kitu kinawezekana. Mstari wa 16, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Ndugu zangu, ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli, na mtu mwingine akamrejeza, jueni ya kuwa yeye amrejezaye mwenye dhambi hata atoki katika njia ya upotevu, ataokoa roho na mauti na kufunika wingi wa dhambi. Haleluya. 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 Kwa jina la Yesu, ninaomba mtu mmoja nisomee Misali ile sura ya 8 mstari wa 10. Misali 8:10. Nasoma kwa msaada Roho Mtakatifu. Amen. Na kwa uwezo wa jina Yesu. Pokea mafundisho yangu, wala si fedha na maarifa kuliko dhahabu safi. Amen. Pokea mafundisho wala si fedha
na maarifa kuliko dhahabu safi. Haleluya! Ni vyema ukipokea mafundisho ya Bwana. Huo ndio ujanja tu. Ujanja ni kuokoka ndugu. Ujanja ni kuokoka. Hamna ujanja mwingine wote chini ya mbingu. Ujanja ni kuokoka na kumfahamu. Usijisifu kwa sababu ya utajiri wako. Usijisifu kwa sababu ya nguvu zako. Usijisifu kwa sababu ya hekima ulionayo. Bali unavyojisifu, jisifu kwa sababu umemfahamu yeye Bwana kuwa anaokoa. Kwa sababu umemfahamu yeye Bwana na kumjua. Naye Bwana ndivyo apendavyo. Haleluya. Na humu ile sura ya kwanza mstari wa 7 na wa 8 tafadhali. Tutasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu. Naye huwajua hao wamkimbiliao. Amen. Lakini kwa gharika ifurikayo atapakomesha kabisa mahali pake na kuwafuatia adui zake hata gizani. Kwa gharika atawafuatia adui zake hata gizani. Amen. Hakuna pa kujificha. Kwa gharika atawafuatia watu wake hata gizani. Usiseme mimi hapa nitajificha tu, siwezi kupata hayo wanayosema. Siwezi kupata hayo yaliyoandikwa. Yameandikwa na yatakuwa tu, yatatokea. Kama kiama kitakuwepo. Hakuna pa kujificha. Mungu anajua kila kinachoonekana. Maana kwake yeye kila kitu kiko wazi mbele zake. Hakuna pa kujificha. Hakuna pa kujificha. We baba, we mama, hakuna pa kujificha. Utaficha matunguri yako, utaficha huyo unayemfanya taira kwenye nyumba yako, utaficha hivyo vibuyu vyako, utaficha hivyo vingu vyako, lakini kwa Bwana hakuna kujificha. Jicho la Bwana linaona kila mahali. Jicho la Bwana linaona kila mahali na hapana pa kujificha. Hapana pa kujificha. Haleluya. Haleluya. Naomba niimbe kipande hiki kidogo cha nyimbo. Amina. Yani mateso hayo, ya nini ndugu yangu kuishi dhambini? Ya nini mateso hayo, ya nini ndugu yangu kuishi dhambini? Bwana Yesu anakuita ili uokolewe. Ya nini mateso hayo, ya nini ndugu yangu kuishi dhambini? Ya nini mateso hayo, ya nini ndugu yangu kuishi dhambini? Bwana Yesu anakuita ili uokolewe. Haleluya. Karibu kwa Bwana. Karibu kwa Bwana. Sema Bwana Yesu, ninaomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Amen. Haleluya. Haleluya. Mimi pia napenda kumshukuru Mungu kwa neema yake jioni ya leo mahali hapa. Kwa jina naitwa Lucy Eliuko Mzava. Amen. Penda kumshukuru sana Mungu kwa neema yake jioni ya leo kwamba na mimi nipo mahali hapa kuleta habari njema hizi za Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Tumekuletea habari hizi njema sana za Yesu Kristo ambaye ni njia ya kweli na uzima. Yesu ni njia ya kweli na uzima. Peke yake ndio njia kutufikisha kule mbinguni. Haleluya. Yesu ni njia. Hapa mahali hapa ndipo hapa tunaona njia nyingi sana zipo hapa. Moja inaenda huku, nyingine inaenda huku, nyingine nyuma yangu, nyingine huku kulia, kushoto. Lakini hapa tumeleta njia moja ambaye ni Yesu. Haleluya. Njia moja ambaye ni Yesu peke yake. Hatujaleta habari za dini. Kwa napenda kusema habari hizi njema kwa habari ya dini. Mbinu kubwa sana anayotumia shetani kuwapeleka mamilioni katika jehanamu ya moto milele na milele. Anatumia sana dini zetu hizi tulizonazo ambazo tunaziona ni nzuri sana, madhehebu mazuri, lakini kwa hizo dini zetu madhehebu mazuri shetani ndizo anazozitumia
kuwapeleka katika moto milele na milele mamilioni ya watu. Amen? Amen. Tunakwenda kujifunza leo ili tupate kufahamu dini hizo zinatupelekaje sasa. Neno la Mungu linasema kwamba tusome kwanza tujue mbinu za shetani anazo. Shetani ana mbinu. Tusome Wakorintho wa pili 2:11. Ili tuweze kuzijua fikra za shetani, mbinu zake hizo anazozitumia. Yote anaweza kunisomea Wakorintho wa pili 2:11. Wakorintho wa pili 2:11. Sura ya pili. Wakorintho wa pili sura ya pili mstari wa 11. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Wakorintho wa pili sura ile ya pili na ule mstari wa 11. Neno la Bwana linasema, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana tukosi kuzijua fikra zake. Amen. Amen. Neno hili unaanza kuona kwamba shetani asije akapata kutushinda, kwa maana tukosi kuzijua fikra zake. Fikra ni mbinu hizo. Maana nyingine ni mbinu. Kwa maana mbinu anayotumia shetani sasa ambayo tumeifahamu kubwa sana, ambayo inapeleka watu motoni, ni dini. Biblia inasema katika neno la Mungu linasema kwamba tushike sana tulicho nacho na sio dini. Lakini watu wanatumia kwamba tushike sana dini zetu. Tunaweza kusoma katika Ufunuo 3:10 mstari wa 11. Inaposema kwamba tushike sana tulicho nacho, inatoa wa 10 mstari wa 11. Ufunuo 3 mstari wa 10 hadi 11. Nasoma kama ilivyoandikwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi, na aje upesi. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Amen. Unaweza kuona watu kwa kutumia dini, mtu anasema make kwa maarifa mengi ambayo nimejifunza, ambapo tukiwa na nafasi kama hizi, ukiwa unamwambia mtu habari njema kama hizi ambazo unazo kuambia leo, tunazo kuambia mahali hapa, mara nyingi mtu anaweza akasikiliza, mwisho wa siku anasema, bwana, maneno yako ni mazuri sana, umeongea ya Mungu, lakini nina dini yangu. Unaweza kuona, ndio maana naleta neno hili kwamba dini, anaona dini yake ni nzuri ambayo ndio inaweza kumfikisha mbinguni. Lakini Mungu hapa anatuasa neno lake kwamba tushike sana neno lake. Tushike neno, tusishike dini. Neno lake, neno ambalo neno kwa maana nyingine ni Yesu mwenyewe. Kwa maana tunataka tumshike Yesu, sio dini. Lakini mtu anasema na dini yangu nimeishika hii, siwezi kuiacha. Mwingine anasema baba yangu na mama yangu ndio dini yao walionayo, nimewakuta nayo, kwa hiyo mimi siwezi kubadilika tu nikageuka tu nikaanza tu imani nyingine. Sio imani nyingine, ni kumfuata Yesu ndugu yangu. Ni kumfuata Yesu. Hatufuati imani nyingine. Hapa tunamfuata Yesu ambaye amesema shika sana ulicho nacho, ndio neno lake, ndio neno la Mungu ambaye ni Yesu mwenyewe, ndio tunapaswa kumshika, sio dini. Amen. Kwa jinsi hiyo, kwa mwanzo kabisa tunaweza kuelewana kwamba hapa kitu ambacho tunapaswa kuzishika, tunatakiwa kushika neno la Mungu, sio kushika dini. Maana dini hiyo ni mlango mkubwa sana wa shetani kutupeleka motoni. Kwa ni muhimu kufahamu kwamba watu waliopinga sana neno la Mungu na kisha kumsulubisha Yesu na kumuua, walikuwa ni watu wa dini, tena wenye ngazi ya juu, viongozi wa dini.
waliomsulubishaga Yesu hawakuwa wapagani ndugu yangu. Walikuwa ni watu wa dini, wakuu wa dini, makuhani ndio waliomsulubisha Yesu. Unaweza kuona? Kwa hiyo tukisoma katika Mathayo 7, tunaweza kusoma Mathayo 7, Mathayo 27 mstari wa 20. Mathayo sura 27 mstari wa 20 tunaweza kuona hapo waliomsulubisha Yesu hawakuwa watu wengine, walikuwa ni wakuu wa dini. Watu kwa msaada wa Roho Mtakatifu, Mathayo 27 mstari wa 20, nayo imesema, na wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Naweza kuona hapo neno liko wazi ndugu yangu. Waliotaka kumsulubisha Yesu hawakuwa watu wengine, walikuwa watu wa dini wa ngazi ya juu. Na tunaweza kusoma Mathayo yote, tunaweza kuendelea tena mbele kwamba kuona viongozi wa juu wa dini waliomziaki Bwana Yesu pale msalabani walikuwa ni wao watu wa dini. Tunaweza kuona katika Mathayo 27 41-43. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mathayo 27 mstari wa 43 na 41. Nasogea tu pale mbele kidogo Yesu. 41 na 43 kwa jina la Yesu. Kadhalika wale wakuu wa makuhani wakamjaki pamoja na waandishi na wazee wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye mfalme wa Israeli kutoka msalabani na kutumaamini, amemtegemea Mungu na amuokoe sasa kama anataka kama anasimamia mwana wake. Amen. Amen. Tunaweza kuona kabisa kwamba kumbe wakuu wa makuhani walimziaki Yesu, walimziaki pale msalabani kama aliweza kuokoa wengine na ajiokoe mwenyewe ili ndio aweze kumwamini, kwa maana hakumwamini Yesu, hakumwamini. Wakuu wa makuhani walikuwa watu wa dini. Kwa jinsi hiyo, dini hizi sio ndio tiketi ya kuingia mbinguni. Dini kumbe ni mlango mkubwa wa kutupeleka jehanamu ya moto. Ambao mtu anakuwa kwenye dini lakini bado hajamwamini hata huyo Yesu mwenyewe. Dini haikufanyi uamini. Muamini hata huyo Yesu, anasema ashuke basi ili tupate kumwamini kama aliweza kuokoa wengine. Kumbe hakuweza, hata alikuwa muamini. Kwa jinsi hiyo, kama yeyote aamini juu ya kuokoka, amwamini pia Yesu mwenyewe. Amen. Kama mtu aamini wokovu, aamini huyo Yesu. Amen. Hawezi kumwamini huyo Yesu mwenyewe. Wakuu wa makuhani hawakumwamini Yesu, kinyume chake walimuita mjanja. Wakuu wa makuhani. Unazidi kuendelea pale pale Mathayo 27 mstari wa 62 mpaka 64. Baada ya kumsemea vingine tena wakamuita tena mjanja. Mathayo 27 62 64. Kwa jina la Yesu na Roho Mtakatifu. Hata siku ya pili iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakapitia Pilato. Wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 atafufuka. Kwa 64. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3. Wasije wanafunzi wake wakamwiba na kuambia watu wamefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho ukipita ule wa kwanza. Amen. 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 Tunaweza kuona watu waliomziaki Yesu, watu waliomuita Yesu mjanja, walimziaki pale msalabani. Tena akawasema mjanja huyu, kama alivyosema sijaka neno lile likafanyaje? Likazidi la pili. Udanganyifu wa pili ukazidi wa kwanza. Kwa hiyo unaweza kuona ni wakuu wa makuhani, watu wa dini ndio walikuwa wanasema hayo maneno. Unaweza kuzani sio wapagani, ni watu wa dini kabisa ambao walikuwa na dini zao nzuri, tena viongozi wa juu ambao wanaitwa wakuu. Tusiona watu wakuu katika maofisi tunaita wakuu. Ni watu wa namna gani? Si viongozi walio wa heshima, wanaoheshimika. Lakini ndio walikuwa wanamkataa Yesu. Walikuwa wamwamini. Wanasema ni mjanja tu. Unaweza kuona? Kwa ndugu yangu,
dini hizi sio safari ya kwenda mbinguni. Fikra zake hizi ambazo amezipanga kabisa kwamba nitafanyaje ili watu waonekane wanaenda mbinguni, ngoja iwepo dini, iwepo madhehebu ambapo watamwabudu Mungu lakini sio katika roho na kweli. Watakaa tu kiujanja lakini mwisho wa siku naenda nao, kwa sababu shetani anajua vyango vyote vya Mungu. Alikuwa kule mbinguni. Amina. Yeye anajua kila kitu, kwamba mtu gani anapaswa kuingia mbinguni, awe na sifa gani, aweje ndio anaingia. Kwa anajua kila kitu. Anajua akikaa hivi hawezi kuingia, kwa sababu vyango vya Mungu anavijua. Alikuwa kule. Kwa jinsi hiyo, ndugu yangu, kama unasikia kokote unakonisikia, una dini yako nzuri, una dhehebu yako nzuri, lakini sio tiketi ya kuingia mbinguni. Tiketi ni Yesu peke yake, ambaye ni neno lake, neno la Mungu. Neno ni Yesu. Kwa hiyo ukiliamini neno lake, ukimwamini Yesu, yeye ndio tiketi ya kuingia kule mbinguni. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tusome katika Zaburi 119 mstari wa 9. Zaburi 119 mstari wa 9. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Zaburi 119 mstari wa ule wa 9. Jinsi gani kijana isafishe njia yake kwa kutii, akilifuata neno lako. Amen. Amen. Tunaweza kuona alikuwa kufuata neno la Mungu tu. Neno ambaye ni Yesu, neno ndio Yesu mwenyewe. Amina. Kwa ukimwamini Yesu ambaye ni neno, yeye ndio uzima wa kuingia kule mbinguni, sio dini. Amina. Sio dhehebu. Amina. Maana tukifa hapa duniani, ukienda kule mbinguni, hatutaulizwa ulikuwa dini gani? Ulikuwa dini gani? Lakini Mungu atauliza utakatifu. Waebrania 12:14. Atatuuliza tuliishi maisha gani hapo duniani ya kumpendeza Mungu ya uasi. Waebrania 12:14, neno la Mungu lasema kwamba kwa jina la Yesu nasoma Waebrania 12:14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayekuwa, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Amen. Ndugu yangu, kumbe tunapaswa kutafuta sana utakatifu, kuwa watakatifu hapa duniani, na utakatifu hatuwezi kuupata kwa nguvu zetu. Ni kumwamini Yesu ambaye ni njia ya kweli na uzima. Yeye ndio aliishi hapa duniani peke yake ya kutenda dhambi. Ndio anaweza kukupa huo uwezo wa kushinda dhambi, kutupa uwezo wa kushinda dhambi. Tukaishi hapa duniani tukiwa watakatifu. Maana watakatifu walioko duniani ndio walio bora, au Mungu ndio anaupendeza nao. Zaburi 16:3. Mungu anapendeza na watakatifu waliopo duniani, sio walioko katika kwenye dini. Hapa duniani anapendezwa na watakatifu waliopo duniani, sio wenye dini. Amen. Tusome hapo Kwa jina la Yesu nasoma Zaburi ya 16:3. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, au ndio nilopendezwa nao. Amen. Amen. Unaweza kuona kumbe watakatifu wapo hapa duniani. Amina. So Mungu hajasema hapo walio kwenye dini. Amesema watakatifu waliopo duniani. Amen. Ndio walio bora, ndio naopendezwa nao. Amen. Kumbe watakatifu ni wale waliolishika neno. Amina. Waliomshika Yesu. Amen. Ukilishika neno, ukimshika neno ndio Yesu mwenyewe. Amina. Kwa maana atakupa uwezo wa kushinda dhambi. Amen. Ukaishi hapa duniani kama mtakatifu. Amina. Na siku ukifa unakutana naye kule mbinguni. Amen. Na sio dini. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa jinsi hiyo dini haiwezi kumpa mtu uwezo wa kushinda dhambi. Ni Yesu. Ni Yesu peke yake ambaye ni njia ya kweli na uzima. Ndio anao uzima kule milele na milele. Amen. Unamshika huyo, sio kushika dini. Amen. Shetani asipate kutushinda Amen. kwa mbinu zake hizo, kwamba dini yangu
siwezi kuiacha dini yangu. Siwezi kuacha dini yangu. Hii dini nimezaliwa naye, nimekuta babangu na mamangu wana dini hiyo. Kwa hiyo na mimi lazima niwe hapo. Hapana, Mungu hajasema ushike dini. Umshike Yesu, ushike neno lake. Usishike dini, umshike Yesu. Haleluya, haleluya. Tunaweza kuona kwamba wapo watu magerezani kule wamefungwa kwa kesi mbalimbali. Ni watu wa dini hao. Mbona wana dini zao nzuri? Lakini mbona unamwona Daudi, unamwona Ramadhani mwizi kafungwa na anataja kabisa kesi zake walizozifanya kule wakiwa wanaitwa. Si wanasemaga kwamba si nimefanya nini? Nimefanya nini huko? Si wana dini hao. Kwa hiyo hatuwezi kuona kwamba kumbe dini haimfanyi mtu impa uwezo ule wa kushinda dhambi. Kwa maana dini anakuwa nayo lakini hana uwezo. Dini sio Yesu. Ndio maana anakuwa mwizi, anakuwa mwasherati, anakuwa mzinzi, anakuwa mlevi. Pamoja na dini yake nzuri. Mwingine ataenda kanisani anaye Jumapili, aenda msikitini, lakini baadaye jioni utamuona kwenye vilinge tofauti tofauti. Unaweza kuona mtu mlozi kabisa lakini yupo na dini yake huyo. Mchawi, anawanga usiku. Lakini ana dini yake, tena wanawahi makanisani, wanawahi misikitini hao. Wanakuwa waaminifu kuliko hata wale ambao wanawasema na dini. Unaweza kuona. Kwa jinsi hiyo dini sio mlango wa kuingia mbinguni. Dini ni mlango pekee, njia pekee ni Yesu. Ni Yesu. Amina. Haleluya. Haleluya. Kwa jinsi hiyo ndio maana tunaona wavuta bangi, watukanaji, majambazi, wezi, washirikina na kadhalika. Wana dini zao. Wana dini zao nzuri. Tena mwingine ananiita mimi John, na niita mimi nani? Mtume. Unaweza kuona, lakini mwasi wa kawaida. Kwa habari hizi ni njema ambazo nimekuletea kwamba ndugu yangu njia ni Yesu. Kwa jinsi hiyo, kwa jinsi ambavyo tumeelezana hizi habari njema, hakuna njia nyingine ya kuingia mbinguni, ni Yesu. Ni kumwamini Yesu jioni ya leo. Amina. Ndugu yangu unanisikia popote ulipo, amini neno lake Yesu ambaye ni uzima wa kweli na wa milele. Amina. Amini jina hili la Yesu. Amina. Ndio uzima, ndio linakuwezesha kushinda yale maasi yote hapa duniani. Kwa jinsi hiyo tunakwenda kufanya toba. Amen. Tuombe toba ili Yesu mwenyewe aingie ndani yetu. Amina. Atupe uwezo. Amen. Kwa sababu yeye ndio njia. Na tutakiwa tumshike yeye ambaye ni neno. Tumshike Yesu. Yesu ndio atatupeleka mbinguni, sio dini. Amen. Kwa jinsi hiyo unayenisikia na unasema kweli, nimeelewa jamani, kumbe dini hainifikishi mbinguni. Nataka nimpate huyu neno, nipate hili neno. Nimpate huyu Yesu, aingie ndani yangu, anipe uwezo wa kushinda dhambi. Hata kumbe niishi hapa duniani nikiwa mtakatifu, hata siku mkifa niingie kule mbinguni. Nataka niachane na hii dini. Nimfuate Yesu pekee ambaye kweli na uzima. Pokea sala toba ndugu yangu popote ulipo katika jina la Yesu. Amen. Sema Mungu Baba, nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha. Bwana Yesu, nisaidie, uniokoe. Bwana Yesu, nikupokee neno ambaye ni Yesu mwenyewe. Uingie ndani yangu, ubadilishe maisha yangu na unipe uwezo wa kushinda dhambi ili niweze kuishi maisha ya kupendeza wewe. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa, kwa kunibadilisha, kwa kuniweka huru mbali na dhambi, katika jina la Yesu milele na milele. Amen.